Mvutano bado unazidi kuwa mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati, huku Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likiwa tayari kupiga kura leo kuhusu vita vinavyoshuhudiwa nchini Irani na athari zake katika eneo zima. Rasimu ya kwanza iliyowasilishwa na nchi za Ghuba inalaani vikali mashambulizi dhidi yao pamoja na Jordan, ikitaka kusitishwa mara moja kwa ghasia zote. Hata hivyo, Urusi, mshirika mkuu wa Irani katika baraza hilo, imewasilisha rasimu nyingine ambayo, bila kumtaja mtu yeyote, inalaani mashambulizi yote dhidi ya raia, pia na kushauri pande zote kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Hii ni mara ya kwanza kwa Baraza la Usalama kuzingatia hatua za dharura tangu mzozo huu ulipoanza kuvuma. Katika hatua nyingine, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameeleza wazi kwamba mashambulizi ya anga yanayofanywa na Israeli na Marekani dhidi ya Irani, pamoja na kulipiza kisasi na mashambulizi ya Irani dhidi ya nchi jirani, ni ukiukwaji wa katiba ya Umoja wa Mataifa. Balozi wa Irani Amir Saeed Iravani ameikosoa rasimu ya Ghuba akidai inajaribu kubadilisha majukumu ya mshambuliwa pamoja na mwathiriwa, huku akionyesha upendeleo wenye msukumo wa kisiasa. Rasimu ya Ghuba tayari ina wadhamini zaidi ya 90, ikiwa ni pamoja na Uingereza, na inalenga kuzua vitisho vyote kutoka Irani dhidi ya nchi 6 za Ghuba na Jordan, pamoja na kuzuia uingiliaji katika mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini wakati dunia ikisubiri matokeo ya kura hii, Irani imezindua wimbi jipya la mashambulizi. Vyombo vya habari vya serikali ya Irani vimeripoti kwamba ghasia hizi ni kali zaidi na nzito zaidi tangu kuanza kwa mzozo huu. Israeli imetambua makombora yaliyotoka Irani, lakini imesema raia wapo salama. Saudi Arabia imezuia na kuharibu ndege 2 zilizokuwa zikielekea maeneo ya mafuta. Ving'ora vya milipuko pia vimesikika Bahrain, ambapo makao makuu ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani ndipo lilipo. Hii ni hali ambayo inaonyesha hatari ya mgawanyiko mkubwa wa kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa sasa dunia inashuhudia hali ya taharuki na shinikizo kubwa la kisiasa, huku mataifa yote yakikumbushwa kuwa njia pekee ya amani ni kuzungumza na si kupigana. Mpaka hapa napofikia tamati, ni kusihi endelea kusalia nasi kupitia Koplo Media. Kama ni mara yako ya kwanza, ni kuombe subscribe ili usikose taarifa yoyote mpya. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.